Karibu ndugu mtazamaji wetu wa channel yetu ya Freedom Media TZ. Karibu uweze kufahamu kwa kina mgogoro kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani kuingilia mgogoro huu na nini chanzo hasa cha mgogoro huu mpaka kupelekea vita na kurushwa kwa baadhi ya makombora baina ya nchi hizi tatu, na nakupa hii exclusive kwa wewe ambaye ulikuwa bado ufahamu nini chanzo cha mgogoro huu na nini mgogoro ulipofikia na nini suluhisho kuelekea katika mgogoro huu wa nchi ambazo ulionekana mwanzo ni mgogoro kati ya Iran na Israel, na sasa Marekani ameingilia katika mgogoro huu na huu umekuwa mgogoro wa nchi tatu. Kumekuwa na mvutano mkubwa wa kijeshi ambao umeibuka kati ya mataifa hasimu ya Israel pamoja na Iran, hali iliyotikisa huko Mashariki ya Kati na kuibua hofu ya kuzuka kwa vita ya dunia, ambapo mapigano hayo yameanza rasmi tarehe 13 Juni 2025, lakini baada ya Israel kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya maeneo ya nyuklia ya kijeshi ya Iran katika operation ambayo ilipewa jina la Operation Rising Lion. Ndege za kivita za Israel zilishambulia kwa kushtukiza vituo vya Fordo Nuclear Facility, Natanz Uranium Enrichment Plant, Isfahan Missile Base pamoja na maeneo mengine ya ujasusi, ikiwa ni pamoja na gereza la Evin huko nchini Iran. Na Israel imesema mashambulizi haya yalilenga kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia, hatua ambayo imekuwa ikipingwa na kimataifa. Kwa sababu kubwa katika mgogoro huu ni Israel kuwashutumu Iran kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia, ambapo katika makubaliano ambayo walikubaliana katika suluhisho la kimataifa ni nchi kuacha kuendelea na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya Israel kuanza kuishambulia Iran katika vile vituo vyake ambavyo vimesadikika ni vitu ambavyo viko vinafanya kazi ya kutengeneza silaha za nyuklia. Baada ya mashambulizi sasa Iran ilianza kujibu mashambulizi kwa kutuma makombora zaidi ya 100 pamoja na drone yaliyolenga maeneo ya kijeshi ya Israel na washirika wake wote, ambapo jeshi la Iran lilisema mashambulizi hayo ni sehemu ya haki yao ya kujilinda dhidi ya uvamizi wa wazi, huku ikiahidi kuongeza mashambulizi endapo Israeli haitasitisha operesheni zake za kuendelea kushambulia baadhi ya maeneo kule nchini Iran. Kwa hiyo katika hatua nyingine ambayo ni ya kushangaza zaidi, ambapo Marekani iliingilia moja kwa moja mzozo huu, na mnamo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025 ikatangaza operation maalum kwa jina la Operation Midnight Hammer, ambapo kupitia operation hiyo ndege za kivita aina ya B2 Stealth bombers na makombora ya kisasa aina ya Tomahawk yalirushwa dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Iran. Na rais wa Marekani bwana Donald Trump alinukuliwa akisema hataruhusu Iran kutengeneza silaha za nyuklia wala kutishia usalama wa shirika wetu. Na Marekani imelenga maeneo yale ambayo Israeli iliyalenga hapo kabla, maeneo yale kama Fordo, Natanz pamoja na Isfahan, na kuripoti uharibifu mkubwa wa miundombinu ya Iran. Na kwa mara ya kwanza katika miaka hivi karibuni pia Irani ilishuhudiwa ikivurumisha makombora 14 ya masafa marefu dhidi ya kambi za Marekani zilizopo nchini Qatar na Iraq, na makombora hayo yalirushwa siku ya jana tarehe 23 mwezi wa 6 katika kambi ya AI Udeid Air Base ambayo ni makao ya vikosi vya Marekani huko nchini Qatar, na ndio iliyolengwa zaidi, huku serikali ya Qatar ikieleza mshangao mkubwa na kukasirishwa kwake kwa kulengwa bila kuhusika moja kwa moja katika mgogoro huo. Na Marekani imesema mifumo yao ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia mashambulizi hayo na hakuna vifo vilivyoripotiwa mpaka sasa baada ya hayo mashambulizi ya Iran kuendeleza kijeshi za Marekani zilizopo nchini Qatar. Na mashirika mbalimbali ya kimataifa yakiwemo Umoja Mataifa, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine makubwa kama China na Urusi yametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja na kurejea kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa hiyo katika wakati huo Marekani nayo imeongeza nguvu katika bahari ya Mediterranean kwa kupeleka meli za kivita kama USS Gerald R. Ford Aircraft Carriers pamoja na ndege za kivita za drone za kisasa zaidi. Na katika hatua nyingine hivi karibuni pia Donald Trump, rais wa Marekani, ametangaza kuwa kuna dirisha la masaa 24 kwa ajili
ya majadiliano ya amani. Amenukuliwa pia akisema tuko tayari kusitisha mashambulizi kama Iran nayo itasitisha mashambulizi yake. Ili dirisha la kidiplomasia. Kwa hiyo Donald Trump ametoa maneno hayo ikionekana pia ni sehemu ya jitihada za kwenda kusuluhisha mgogoro huu. Kwa hiyo Iran nayo imesema kuwa iko tayari kushiriki katika mazungumzo haya ikiwa tu Israeli itasitisha mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Kwa hiyo hali kwa sasa bado ni tete na pande zote zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa kurejea mezani kwa mazungumzo. Na kwa jumla hali ya Iran, Israel na Marekani inabaki kuwa hali ya hatari kubwa na imeibua mgogoro mkubwa wa kimataifa, huku mataifa mengine yakifuatilia kwa ukaribu mashambulizi ya pande zote tatu yanaendelea, huku matumaini ya mazungumzo yakianza kuonekana kwa mbali kama mgogoro huu unaenda kusuluhishwa. Na hivyo ndivyo mgogoro huu unavyoendelea kati ya nchi hizi mbili. Ulianza mgogoro kati ya Iran na Israel, lakini Marekani ilikuja kuingilia kati, na sababu kubwa ni shutuma ambazo Israeli imekuwa ikishutumu Iran kuendelea na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, ambapo mpango huo ulisitishwa katika makubaliano maalum ambayo nchi zote zilikubaliana kusitisha mpango wa kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo sasa Israeli ikaona kwamba Iran bado inaendelea na mpango huo, na ndipo ikaanza kurusha makombora kuelekea katika vituo vya nyuklia vya nchi ya Iran, na ndipo Donald Trump, rais wa Marekani, akaingilia mzozo huo ili kuendelea kuishambulia Iran kusitisha mpango wao wa kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia. Na Iran sasa nayo ikaamua kushambulia baadhi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika nchi za Qatar pamoja na kule Iraq. Na hivyo ndivyo mgogoro huu upo kwa sasa, na tutaendelea kusogezea habari nzuri na kufahamu mgogoro huu ambao unaweza watu wengi wanasema kwamba unaweza kupelekea vita ya tatu ya dunia, lakini tunaomba isifike huko, na ndivyo ambavyo tunapaswa kufahamu kuwa mgogoro huu ndipo ulipofikia. Kuna matumaini ya mazungumzo ambayo rais wa Marekani amefungua uwanja wa mazungumzo kati ya nchi hizi tatu ili kuendelea na mazungumzo ya kusitisha mgogoro huu rasmi. Kwa hiyo tunatarajia labda mazungumzo hayo ambayo Iran pamoja na Marekani wameshakubali kuwa kwenye mazungumzo na Israel nayo kisitisha mashambulizi katika vituo vya nyuklia vya Iran, basi tunategemea pia mazungumzo hayo yatakutoka na suluhisho chanya kuelekea katika mgogoro huu. Endelea kutufuatilia katika peji zetu za Freedom Media hapa YouTube, lakini pia katika peji zetu zilizopo Instagram tunatumia Freedom Media TZ, pamoja na pale TikTok tunatumia Freedom Media TZ. Ulikuwa nami Joshua Moshi, tukutane tena hapo baadaye kwa story exclusive. Asante.